Putin yuko Beijing kwa ziara ya siku 2. Zambia kuandaa uchaguzi mwezi Agosti, wakati maswali yakiibuka kuhusu uhuru wa vyombo vya habari nchini humo. Na pia utasikia jinsi juhudi za kuhifadhi wanyamapori zimepata msukumo mpya nchini Kenya. Tumekuandalia pia makala kemkem. Mimi ni Michael Kwena. Moja kwa moja kutoka Bonn, tunaanza uchambuzi wetu na taarifa kwamba Rais wa Urusi Vladimir Putin yuko mjini Beijing kwa ziara ya siku 2, ambapo mazungumzo na mwenyeji wake Rais wa China Xi Jinping yanajikita katika masuala ya biashara, nishati na vita nchini Ukraine, wakati mataifa hayo mawili pia yakiadhimisha miaka 25 tangu kusaini makubaliano ya urafiki ya mwaka 2001. Mwenzangu Bruce Amani amefuatilia ziara hiyo na hii hapa ni taarifa yake. Viongozi hao wa China na Urusi wanatarajiwa kufanya mkutano wa kilele mjini Beijing leo utakaojikita kwenye masuala ya pande mbili na ya kimataifa, ikiwemo mazungumzo ya ana kwa ana kati ya marafiki hao wawili wa zamani. Huku ikijiri siku chache tu baada ya ziara ya Rais wa Marekani Donald Trump katika mji mkuu huo wa China, mtazamo na matokeo ya mkutano kati ya Xi na Putin vitachunguzwa kwa karibu na kulinganishwa. Rais Xi anajulikana kuwakaribisha viongozi wageni kwa kuwaandalia kikombe cha chai, lakini mazingira na namna ya mikutano kama hiyo inaweza kuonekana kama ishara ya heshima ya kiongozi huyo wa China kwa mgeni wake. Mchambuzi wa masuala ya eneo la Pacific kutoka chuo kikuu cha taifa cha Australia, Graham Smith, anasema Beijing inapendezwa na jinsi ziara hiyo inavyofuatiliwa ulimwenguni. Yeah, so there's no doubt that the timing of this visit is a bit cheeky on China's part and on Russia's part. Anasema hakuna shaka kwamba muda ambao ziara hii imefanyika unatoa picha ya kijanja kwa upande wa China na kwa upande wa Urusi. Na kimsingi Trump amebanwa katikati kwa sababu kabla tu ya kuwasili kulikuwa na waziri wa mambo ya nje wa Iran mjini humo, na mara tu baada ya kuondoka kiongozi wa Urusi akatua mjini. Kwa hivyo anasema ni diplomasia ya kijanja sana kwa upande wa Beijing. It's some very cheeky diplomacy on Beijing's part. Ziara nadra za mfululizo huko Beijing zinazofanywa na viongozi wa madola mawili makubwa ambayo hayakubaliani kisiasa, kijeshi na kiuchumi zimepongezwa na vyombo vya habari vya serikali ya China kama utambuzi wa msimamo wa China duniani katika utaratibu wa dunia unaozidi kugawanyika. Biashara kati ya China na Urusi ilikuwa na thamani ya yuan trilioni 1.63 sawa na dola bilioni 240 kwa mwaka wa 2025, ikiwa ni idadi iliyoshuka kwa asilimia 6.5 kutoka rekodi ya mwaka wa 2024 na kuashiria kushuka kwa mara ya kwanza katika miaka 5. Putin amekiri kwamba ipo haja ya kubadilisha mwelekeo huo wa kushuka kwa biashara baina yao, jambo linaloashiria umuhimu wa China kama njia ya kiuchumi ya kukabiliana na vikwazo vilivyowekwa dhidi ya Moscow, huku vita vya nchini Ukraine vikiathiri uchumi wake. Putin anaongozana na ujumbe wa maafisa wakiwemo naibu waziri mkuu, mawaziri na wakuu wa mashirika ya kiserikali na benki kubwa za nchini humo. Ikulu ya Kremlin imesema nyaraka karibu 40 zinatarajiwa kutiwa saini na kisha taarifa ya pamoja ya kurasa 47 kuhusu namna ya kuimarisha ushirikiano wao itatolewa. Putin na Xi pia wanatarajiwa kupitisha tamko la pamoja kuhusu kuanzisha utaratibu wa dunia yenye nguzo nyingi za kiutawala na aina mpya ya uhusiano wa kimataifa. Wataalamu wa sekta ya nishati wanasema mazungumzo kuhusu bomba la gesi la Power of Siberia 2 ambalo wanatarajiwa kuunganisha Urusi na kaskazini mwa China pia huenda ikajadiliwa. Ilikuwa ni ripoti yake Bruce Amani. Na sasa tuelekee Umoja wa Mataifa. Mkutano wa 79 wa Shirika la Afya Duniani WHO unaofanyika mjini Geneva, Uswizi, umewaleta pamoja wajumbe wa kimataifa ili kuweka sera za afya, uongozi na vipaumbele vya shirika hilo kwa dunia. Katika mkutano huo ulioanza Mei 18 na kutarajia kumalizika Mei 23, suala la maambukizi kwa watoto ya virusi vya HIV vinavyosababisha ugonjwa wa ukimwi pia ni mada muhimu inayojadiliwa huko. Mwenzangu Amina Abubakar amezungumza na Rhoda Igweta ambaye ni mkurugenzi wa wakfu ya Elizabeth Glaser Pediatric AIDS iliyoko Kenya, anayeshiriki mkutano wa Geneva, na mwanzo anaanza kueleza juu ya kile kinachojadiliwa huko. Mwaka huu kutakuwa na masuala kadhaa ambayo yatazungumziwa, ikiwepo mambo ya kuhusu hizi health emergencies na kuwa watu wamejitayarisha kwa mambo ya pandemic kama vile
tuliona wakati wa COVID, mambo kuhusu Ebola na kadhalika. Kila mwaka kuna mambo ambayo huwa ni tunaita thematic areas ambazo zinazungumziwa, na mwaka huu pia kutakuwa na mazungumzo kuhusu masuala ya hela na kuhakikisha kwamba kuna hela za kutosha za kushughulikia masuala ya afya pamoja na kitu ambacho tunasema ni governance reforms. Hili swala la maambukizi ya ugonjwa wa ukimwi kwa watoto pia linazungumziwa huko. Kwanza hongereni sana kwa juhudi zenu, maana Kenya imeweka historia ya kupunguza idadi ya maambukizi kwa watoto kwa 65%. Mliwezaje? Kitu cha kwanza ni kwamba serikali iliweka mikakati na sera ambazo ziliweka watoto wakiwa hawaachwi nyuma kwa kushughulikia mambo ya addressing HIV. Kitu cha pili, hela ambazo zinahitajika kufanya programs ambazo zinasaidia kupunguza HIV. Serikali imeng'ang'ana sana, imeweka hela za ambazo zinasaidia hii kazi, pamoja na kuhakikisha kwamba kuna resources za kutosha ambazo zinaweza zikafanya hizo programs ziendelee mbele. Na hakika mtu anayetusikiliza kwa sasa, Roda, anasema ama anajiuliza hali ya maambukizi kwa sasa iko vipi kwa watoto? Kwa haraka tu. Kwa sasa hivi tumepunguza maambukizi, ingawaje hatujamaliza, kwa sababu target ambayo imewekwa na WHO ni kwamba tufikie less than 5%, 5%, na tukifikisha less than 5% infection rate, pia tuhakikisha kwamba ni watoto chini ya 50 ambao wanaambukizwa kwa kila mwaka. Na sisi kama shirika letu tunasema kusiwe na mtoto hata mmoja ambaye anaambukizwa na virusi vya ukimwi. Igweta, katika ripoti moja nimeisoma umesema kwamba viongozi wa Kiafrika wana fursa ya kipekee ya kubadilisha mwitikio wa bara la Afrika kuhusu ugonjwa wa ukimwi, lakini unasema ili kufanikiwa ni lazima viongozi hao waanze na watoto kwanza. Ni kwa nini mkaamua kuwalenga watoto tu katika hili? Tunalenga watoto kwa sababu wakati watoto huwa wanaambukizwa, kisayansi tunajua ni lini. Tunajua ni wakati mama yuko mjamzito, tunajua ni wakati mama anajifungua, na tunajua ni wakati mama ananyonyesha mtoto. Na kwa hiyo tunaweza tukampa mama dawa za ARVs apunguze virusi ndani ya mwili wake na zisije zikaenda kwa mtoto. Ndio sababu tunasema tukianzia na watoto tuhakikishe kwamba anazaliwa kama hana maambukizi na endelee na maisha yake vizuri. Ajenda kuu katika mkutano huu wa Geneva, Biroda, ni maandalizi ya janga kama ulivyosema hapo, umegusia kidogo. Sasa mkutano unafanyika katikati ya niseme janga ama mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Kuna kupunguzwa kwa misaada na ufadhili katika miradi ya kudhibiti maambukizi ya ugonjwa wa ukimwi ama HIV. Haya yote yataathiri vipi utekelezaji wa mnachokilenga? Kitu cha muhimu ni kujua kwamba mkutano kama huu unatukumbusha sisi wote ambao tunahudhuria nchi mbalimbali kwamba tuko pamoja kwa majanga yote ambayo yanatokea. Kwa hivyo mkutano huu ni muhimu sana kwa kufanya hayo maandalizi na kujipanga na kushirikiana pamoja. Pia jambo lingine ni vile nilisema, kuzungumzia mambo ya hela na kuhakikisha kwamba zile resources ambazo zinahitajika ndio tuweze kupunguza hiyo spread ya hiyo pandemic zinahakikishwa kwamba ziko, na hiyo maongezi inaendelea, kwa sababu kuna nchi lakini pia kuna wafadhili tofauti ambao wanaweza wakasupport kwa hii kazi ambao wanahudhuria hii mkutano. Nam ni Roda Igweta, mkurugenzi wa wakfu ya Elizabeth Glasser Pediatric AIDS, anayeshiriki mkutano wa Geneva, kama alivyozungumza na mwenzangu Amina Abubakar. Tuelekee sasa barani Afrika. Zambia inapoelekea kwenye uchaguzi mnamo Agosti tarehe 13 mwaka huu, mjadala kuhusu uhuru wa vyombo vya habari ni mada inayozidi kujadiliwa. Wanaharakati wametahadharisha kuhusu ongezeko la mashinikizo ya kisheria na kisiasa. John Juma na ripoti zaidi. Watetezi wa uhuru wa vyombo vya habari nchini Zambia wanahoji kuwa maendeleo ya kidemokrasia nchi hiyo yatawekwa kwenye mizani kulingana na jinsi waandishi habari watakuwa huru kufanya kazi yao katika kipindi cha kampeni. Japo wanakubali kuwepo maendeleo tangu Rais Hakainde Hichilema alipochukua mamlaka mwaka 2021, wanasema kuwa mashinikizo ya mfumo, sheria na uchumi yanaendelea kutishia uhuru wa uandishi habari kuelekea uchaguzi huo unaohofiwa utakuwa na ushindani mkali. Vyama vya upinzani na makundi ya kutetea uhuru wa vyombo vya habari wanasema ukosefu wa usawa kupata huduma za vyombo vya habari unasalia kwa mojawapo ya hofu kubwa kuelekea uchaguzi huo wa Agosti 13. Muungano wa vyombo vya habari kusini mwa Afrika, Media Institute of Southern Africa, MISA,
unasema mazingira ya vyombo vya habari nchini Zambia yameimarika ikilinganishwa na miaka ya awali, lakini bado ni hafifu. Mwenyekiti wa muungano huo Kennedy Mbulo amezungumza na DW. And also weaker systems, laws. Pia mifumo dhaifu, sheria na asasi haviwalindi wanahabari kikamilifu. Vitisho na wakati mwingine hakuna uhuru wa kutosha katika baadhi ya vyombo vya habari. Kujizuia kusiko sababu ni mojawapo ya matatizo makubwa yaliyojificha. Kiongozi wa chama cha upinzani cha National Democratic Party, Saboi Imbwela, ameiambia DW kwamba shirika la habari linalomilikiwa na serikali huipa chama tawala nafasi kubwa, huku vyama vya upinzani vikitegemea tu vyombo binafsi. Wachambuzi wanatahadharisha kwamba vyombo vya habari kukosa kuvipa vyama vya upinzani nafasi sawa kunaweza kuhujumu imani ya umma na ushiriki wao kidemokrasia. Joan Chirwa, mkurugenzi mtendaji wa shirika la Free Press Initiative, anaeleza zaidi. Bado tuna mambo mengi ambayo yanaweka vizuizi vikubwa katika utekelezaji wa uandishi wa habari. Miongoni mwa hayo ni sheria za uchochezi zilizomo kwenye kanuni ya adhabu. Pia tuna sheria ya usalama wa taifa ambayo hapo awali ilitumika kuwalenga waandishi wa habari waliokuwa wakikosoa pamoja na vyombo vyao vya habari. Vile vile tuna sheria za mtandao. We also have the cyber law. Chirwa anasema uhuru wa vyombo vya habari si kuwa na sheria tu, bali kujenga mazingira rafiki na endelevu kwa waandishi habari kufanya kazi yao bila hofu. Asante sana John Juma kwa ripoti hiyo. Unaendelea kusikiliza uchambuzi wa ripoti zetu asubuhi moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa Bonn. Maelfu ya wanajeshi na raia wa Ukraine wamepitia mateso ya kimwili na kisaikolojia katika vituo wanaposhikiliwa mateka nchini Urusi na katika maeneo ya Ukraine yanayodhibitiwa na Urusi. Shirika la habari la Ufaransa AFP limefanya uchunguzi wa hali ya wafungwa huko na kuzungumza na baadhi yao. Kwa mujibu wa ushuhuda uliokusanywa na AFP, waathiriwa hao wamekuwa wakikabiliwa na hali mbaya za maisha, ikiwemo vipigo, udhalilishaji na kunyimwa haki za msingi wakiwa rumande. Amina Abubakar na taarifa hiyo. Luteni mmoja kijana wa Ukraine alikuwa na wajibu vibaya maafisa wa gereza la Urusi, hali iliyomfanya apate kipigo cha mbwa na kupata majeraha mabaya kwenye makalio yake na nyuma ya mapaja yake. Kulingana na Alexei, mfanyakazi wa zamani wa zahanati ya gereza hilo, hakupata nafasi ya kujua jina la mwanajeshi huyo, lakini anachokijua ni kwamba alinyimwa huduma za matibabu baada ya kipigo hicho, na baadaye mwezi Oktoba mwaka 2022 alifariki dunia na mwili wake ukazikwa katika kaburi lisilojulikana. Maelfu ya wanajeshi na raia wa Ukraine wamekuwa wakiteswa kimwili na kisaikolojia wanapokuwa katika vituo wanakozuiliwa nchini Urusi na maeneo ya Ukraine yanayoshikiliwa na taifa hilo la Vladimir Putin, ikiwa ni kwa mujibu wa ushahidi uliokusanywa na shirika la habari la AFP pamoja na ripoti za mashirika ya kimataifa na shirika la ushirikiano na usalama wa Ulaya OSCE, ambapo Urusi ni mwanachama. Ushahidi huo unaonyesha kuwa wafungwa wengi wa Ukraine wamepitia unyanyasaji mkubwa, huku baadhi wakidhalilishwa na kupigwa kama mbwa. Maafisa watatu wa zamani wa magereza ambao kwa sasa wameikimbia Urusi wamethibitisha vitendo hivyo, wakidai kuwa walipewa idhini ya kutumia nguvu kupita kiasi na wakubwa wao, huku kukiwa na matukio ya kuficha ukweli huo. AFP ilizungumza na mmoja wao aliyezungumza kwa uwazi kabisa kuhusu mfumo wa mateso ulivyo katika magereza ya Urusi. Wafungwa pia walilazimika kubakia katika sehemu moja na kufanyishwa kazi ngumu. Saa nyingine walilazimika kula kwa dakika 2 tu, ikimaanisha ni lazima wale kiasi kikubwa cha mlo kwa muda mfupi au wakabiliwe na vipigo. Wengine wananyimwa chakula na kuishia kula wadudu kama mende na panya. Mwanaharakati wa Urusi ambaye ni mkurugenzi wa Gulagunet linalofuatilia mateso na ukiukwaji wa haki katika magereza ya Urusi amesema mateso yote na ukatili wote unaoendelea huko unasimamiwa na maafisa wenye ushawishi mkubwa katika idara ya usalama ya FSB pamoja na mamlaka ya magereza kwa kushirikiana na vyombo vya sheria. Kulingana na shirika la OSCE, wafungwa 9 kati ya 10 walinyanyaswa, huku 42% wakiripoti kufanyiwa ukatili wa kingono. Ilikuwa ni ripoti yake Amina Abubakar. Na tukamilishe uchambuzi wa taarifa zetu na ripoti kutoka Kenya, ambapo juhudi za kuhifadhi wanyamapori zimepata msukumo mpya baada ya takwimu mpya